Kufuatia tukio la mwanaume mmoja anayefahamika kwa jina la Faustine Edward mwenye umri wa miaka 45, mkazi wa eneo la Kibosho kata ya Okaoni wilaya ya Moshi mkoani Kilimanjaro, kudaiwa amekatia migomba yake chini mara baada ya kunyimwa simu na mkewe alipotaka kuipekua akiwa na orodha ya wanaume 11 anaowatuhumu kutoka kimapenzi na mwanamke huyo. Mmoja wa wanaume hao ambaye jina lake limeandikwa mwanzoni mwa orodha hiyo amesikitishwa na kitendo hicho na kumtaka ndugu huyo ajitokeze hadharani na atoe ushahidi wake usio na shaka kuhusiana na tuhuma hizo. Ikumbukwe katika taarifa yetu ya awali ilieleza kuwa Faustine aliandika orodha hiyo na kutokomea kusikojulikana, ikiwa ni baada ya kukatia migomba yake chini pamoja na kubeba dumu lenye mafuta ya petroli akitaka kuchoma makazi yake. Aidha, ilieleza kuwa mwanamke huyo anayetuhumiwa kutembea na wanaume hao 11 ameondoka katika makazi hayo akihofia kuuawa. Hii ni Gadi TV. Jina langu ni Aisa Msuya. Nilipopata taarifa kuwa kuna jina langu hapo, nikaja kuliangalia, nikaona lipo, nikauliza maana, nikamuuliza mke wake, limeandikwa hapa kwa sababu gani? Mke wake akaniambia hajui. Nikauliza ameelekea wapi? Nikaambiwa ameondoka. Basi tukabaki tunashangaa hapa, nikamuita mwenyekiti, tukaja kushangaa hapa. Mara na katibu wa kitongoji, watu wengi wakawa wanashangaa hapa. Watu kitongoji wa kitongoji cha jirani, kijiji cha jirani, kwa maana ya kijiji cha jirani, kitongoji akawepo. Basi hatakuwa la kufanya. Sisi ikabidi tupige kimya. Tukakaa tukatafakari, tukaona hapana, ili ni kwenda kulitolea taarifa. Tukatoka hapa na mwenyekiti wangu wa kitongoji, nikamwambia twende nisindikize, nikaita na mtendaji wa kijiji akalishuhudia. Okay, labda tuambie, unadhani kwa nini umeandikwa katika listi ya watu 11 tena ukawekwa namba 1? Mimi nadhani mimi kuwa na mazoea ya kuja hapa wakati nahitaji huduma ninakuja hapa. Kulikuwa hamna duka lingine toka mwanzoni. Ila kwa sasa siku za karibuni baada ya vibanda kuwa vingi nikahama. Sasa kuhama hapa mimi sijui ndio kumemsababisha anihisi namna hiyo, wala hata sielewi. Ni maana nikawa ninauliza, ningempata mwenyewe angenipa sababu ningeelewa. Maana ningempata angetoa sababu za kueleweka. Ni nini afanye hivyo? Baada ya mimi kuhama hapa au na kama ana ushahidi wa kutosha, basi twende mahakamani. Kwamba kweli hujaitembea na mke wake? Kabisa. Unamwambiaje huko aliko sasa hivi? Nani huyo aliyekuandika? Huyo bwana mimi nimtumie tu message aje, kama anataka amani aje. Tena nimpe siku chache tu. Yaani nimpe siku ya leo na kesho basi. Aje. Penginevo kwa sababu chimbo lake nimeshalijua. Nitamfuata. Utaenda kufanyaje? Nitamtafuta. Nitaelekeza vyombo vya dola vifanye kazi basi. Mimi nina uwezo wa kutumia vyombo vya dola kutetea uhai wangu na wengineo wengi. Kwa hiyo yeye aje, kama anataka suluhu aje. Kama hataki suluhu aendelee kukaa kwenye chimbo. Ila atakayemkuta asije akanilaumu. Wenzako 10 ambao mko nao kwenye listi wapo wapi na wanasemaje? Nadhani kwa mfano engineer wa Komariki alikuwa amesafiri. Tukio hili linatokea alikuwa amesafiri. Engineer huyo mwingine naye pia alikuwa amesafiri. Ni engineer? Wanajiita ma-engineer. Wanajiita ma-engineer. Sasa wao walikuwa wamesafiri. Sasa na huyu fundi wa sisa naye sijui aliko. Huyu vijana wengine, kuna mwingine ni wa Dar es Salaam. Anakaga Dar es Salaam. Tena mzee wa watu maskini ya mbaba anafanya biashara zake Dar es Salaam. Nadhani baada ya kusikia alikuwa nyumbani, baada ya kusikia jina lake limo huku, alitafuta pikipiki akaja kuhakiki jina lake kama limo kweli. Akasema anaenda polisi. Sijapata tena kumuuliza ameenda polisi au hajaenda. Kwa sababu mimi nilikuwa wa kwanza kufika polisi na kutoa taarifa. Nini kifanyike sasa ili amani iwepo pande zote?
Yani ili amani iwepo, yeye angejitokeza. Na akinipa mimi sababu za kutosheleza za kuandika jina langu pale. Yani akinipa sababu zinazotosheleza, mimi niko tayari kumsamehe bila hata kudai fidia ya kunidhalilisha. Lakini akinipa sababu ambazo asifanani, niko tayari tuburuzane twende mahakamani. Na una mazoea naye kiasi gani? Nani huyo? Huyo ambaye amekuandika kwenye list hapo. Huyu ni mdogo wangu. Yani anakuwa hapa, mimi niko hapa. Yani kila kitu tuko hapa. Anasoma shule ya msingi, anamaliza, anaenda hapo sekondari hapo, anaacha. Amerudi hapa, ameenda Dar es Salaam, amerudi hapa, tuko hapa. Kwa hiyo sio mtu wa kwamba yani labda ni mtu ambaye nikae naye mbali sana, hapana.